Fohara za Rais Samia mnazibebaje kama jumuiya ya wazazi? Kwanza tuna msifu rais. Fohara ni ushujaa. Kiongozi anapoingia madarakani akasema tunatakiwa kuzungumza, tunatakiwa kuridhiana, tunatakiwa kujenga upya pale ambapo tunahitaji kujenga mpya na kuleta mabadiliko. Mimi nadhani ni haya yanaweza kuwa maono ya kiongozi ambaye anaona mbali. Kiongozi ambaye anaamini katika ushirikishaji na kiongozi ambaye anaamini katika kujisahihisha. Baba wa taifa alisema. Kwa hiyo sisi tunatathmini Fohara kama nyenzo muhimu ya kujenga nchi yetu. Tunahitaji kukaa pamoja, watu wa dini mbalimbali, watu wa makabila mbalimbali, watu wa vyama mbalimbali vya siasa. Tuzungumze, tuweke maslahi ya Tanzania mbele. Tuzungumze umoja wetu, amani yetu, mshikamano wetu. Lakini tunahitaji katika mageuzi, reform, tunahitaji kubadilisha sekta ya afya. Tupeleke huduma kwa wananchi. Tujenge vituo vya afya zaidi, zahanati zaidi. Tunahitaji katika reform kuhakikisha elimu yetu inawanufaisha Watanzania walio wengi. Elimu yetu haiwi ghali. Watanzania wanaipata kwa urahisi. Na ndio maana unaona tulikuwa mpaka kidato cha 4 tunasema ni elimu ya msingi, hakuna ada. Sasa Rais Samia amepeleka mpaka kidato cha 6. Hiyo ni reform. Tunapozungumza kuhusu miundo mbinu, tunahitaji barabara zetu zipitike. Watanzania wanaolima mazao yao mbalimbali waweze kufikisha kwenye masoko. Kazi kubwa hiyo imeendelea kufanyika. Tunahitaji usafiri wa treni ya umeme usiwe ni jambo la kutazama kwenye TV. Tunahitaji Watanzania wapate kupanda treni ya umeme kwenda Dodoma, kwenda Mwanza. Na nimesikia mkuu wa mkoa wa Arusha juzi amezungumza kwamba mkoa wa Arusha unajenga hoja kwamba pengine siku za usoni SGR nayo iweze kufika Arusha. Hayo ndio mambo ambayo tunaweza kuyazungumza kwenye reform ya nchi yetu. Kwa hiyo rais naona falsafa yake ameitekeleza vizuri, na sisi tunajivunia na tunakwenda kifua mbele kabisa kwamba ni falsafa sahihi kwa wakati sahihi.